mwezi wa kwanza chama chetu kilipofanya mabadiliko haya ilikuwa inalenga kuona haki inatendeka, na ndio maana naibu kazungumza, tumeongeza wigo mpana wa kupata maoni ya wanachama. Chama hichi ni cha kila mtu, hakuna mtu mwenyewe, na mimi nasema wazi, kama kuna kitu mwenyekiti wetu wa chama na makamu wake anataka kututuma, atatutuma sisi sekretarieti, ndo atendaji wa chama hichi, na bosi wetu hapa Dimwa. Nikwambieni, hakuna mgombea yote, si kusini, si kaskazini, si Pemba, aliyetumwa na mwenyekiti agombee. Kila mtu anagombea kwa mujibu wa sifa za system, kwa mujibu wa utashi wake mwenyewe. Niwaombe sana wakurugenzi wa uchaguzi, kwa maana makatibu wetu hususan wa wilaya na mikoa, wafanye haki. Haya majimbo mnayaona na hivi viti maalum si vya watu, ni vya Chama cha Mapinduzi, na ndio maana wanagombea kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Hizi nafasi walizokuwa nazo wao sasa, huko miaka 5, 10 nyuma walikuwa nazo wenzi wao. Kweli kweli? Kwa maana hiyo, katibu yoyote wa mkoa, katibu wa wilaya akimbeba mgombea, tunakula naye sambamba yeye. Tena nasisitiza, naibu kazungumza, hatutomvumilia katibu wa mkoa wala katibu wa wilaya, watende haki kwa wanachama wote kabisa. Na bahati nzuri basi, mkoa mkimaliza, sina kuja kwetu, sisi ndo tukimaliza neno kwenye kamati kuu, au sio? Kamati maalum, kamati kuu. Mkiharibu, sisi tutatengeneza na tutaandika taarifa zidi yenu, mkatende haki. Kila mwana CCM mwana haki ya kuchagua na kuchaguliwa ndani ya katiba yetu. Vipi nyinyi mkae madalali sasa? Kwa maniombe na sisitiza, hili hatuna msalie mtume. Kama kweli unampenda mbunge wako, mwakilishi wako, kafanya vizuri, ana hofu ya nini? Watu sio watamchagua, au sio? Hapo vipi? Mimi nakusihi sana, twendeni hapo. Na mwisho, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, wetu lala usingizi. Sisi tumeshashinda, tujipigeni makofi. Hawa jamaa, si unaona wanahangaika? Wenzao Kobaro washakia mpira kwa paniko, Chadema. Wameitwa na mkurugenzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Ramadhani Kilima, na kwa mujibu wa kanuni ya uchaguzi, vyama vyote vinatakiwa visaini fomu za maadili ya uchaguzi kabla tunaenda kwenye uchaguzi. Wamekimbia automatically, wamejiondoa kwenye utaratibu wa uchaguzi. Chadema hawatoshiriki uchaguzi 2025 pamoja na chaguzi ndogo zote. Tunasubiri na Zambarawa. Bwana wao wamesema kura mapema, sio? Sasa nasema kura mapema ipo na tutawashinda kama alivyosema bosi wangu, wanakwenda kufa natural death kiuhakika kabisa. Hapo vipi? Na sio siri, kazi kubwa na nzuri aliyofanya Daktari Samia Suluhu Hassan, kazi kubwa maendeleo aliyofanya Dr. Mwinyi. Tumebakisha nini hapa? Mnasikia sasa hivi. Wewe unamgombea hata hajawahi kupiga kura hata siku moja, hata ndio mgombea huyo. Hana uchungu wa nchi, hajawahi kuchagua kiongozi wa nchi, alafu anakuja kuwa mgombea. Atamweza Dr. Mwinyi kweli? Na muuliza juzi, miezi imetolewa 2020, sawa, turudi nyuma. 2015 ulikuwa wapi? Leo basi hicho kitambulisho cha zamani hana. 2010 nilikuwa mwanasheria mkuu wewe, lete basi huna. Mimi namkumbusha vitambulisho vimebadilishwa mara 3. Tulianza 95, tukaja 2000, tukapoa 2005 vile vile. Chako kiko wapi? Ana baga tu. Atamweza Dr. Mwinyi
Hapo vipi? Mheshimiwa Naibu, mimi nataka niseme hayo, na bosi wetu kwa kweli bwana anatuongoza. Na ametuambia yeye hajasema machungu ya kuonewa ya kukatwa kwa fitna yeye anajua. Kwani swali alishinda mpendaye wakamtengezea fitna, lakini Mungu ni mwema, si huyo hapa. Kisa tu alikuwa anasimamia haki, alikuwa anasimamia fedha za serikali kama mwenyekiti wa kamati ya bajeti ya Baraza la Wawakilishi. Mambo yaende vizuri. Nani anataka kusimamia pesa zenu ziende vizuri nyie? Huyu ndio tulichomponza. Uongo, samahani bosi wangu. Hili lazima niseme. Na hili ndilo anasema hatakubali kumwona mtu kashinda huko, alafu anakuja mtu mimi nimetumwa na mama, nimetumwa na kaka, si nimetumwa na dada. Sisi kama sekretarieti hapa hatuna kaka, hatuna nani. Tutafuata kanuni na sheria, kila alostahili ndiye atakayeteuliwa. Tukafanye haki, na huu mchakato tumeuleta maksudi. Nimalizie naibu kwamba tumetangaza tarehe mosi utatoka utaratibu wa kuchukua fomu. Hatujatangaza kampeni bado. Chukua fomu, jaza, tulia, kaa kimya. Tuna wabunge, tuna madiwani, tuna wawakilishi mpaka litakapovunjwa bunge, mpaka litakapovunjwa baraza la. Chukua fomu yako, jaza, rejea, tulia kimya, tusubiri mchakato wa chama. Tukigundua unawaingilia wabunge, tukigundua unaangalia wawakilishi na madiwani bado katika wakati wao, automatically umeshajiondoa kwenye mchakato wetu huu.